Hali ya sintofahamu inazidi kurindima katika eneo la Los Angeles nchini Marekani baada ya mamea kadhaa wa eneo hilo wakiongozwa na Mayor Karen Bass kuungana na wajumbe wa mabaraza ya miji kulani vikali operation ya kijeshi inayoendeshwa na utawala wa Rais Donald Trump dhidi ya wahamiaji, wakisema inasababisha hofu na taharuki miongoni mwa wakazi. Tunaendelea kushirikiana na maafisa, tunaandaa rasilimali, lakini kile tunachokiona huko Los Angeles ni machafuko yaliyochochewa na utawala. Unapovamia maduka kama Home Depot na sehemu za kazi, unapowatenganisha wazazi na watoto wao, na unapopita mitaani kwa magari ya kivita, unaleta hofu na taharuki. Na kupeleka wanajeshi waliotiwa mamlaka ya shirikisho ni hatua hatari sana ya kuchochea hali hii. Lakini jambo la muhimu zaidi kwa sasa ni kuhakikisha kuwa jiji letu linakuwa na amani. Kwa hiyo, maandamano na kuonyesha hofu au imani zako ni jambo linalofaa, lakini si sahihi kabisa kwa vurugu kutokea. Sitaki watu waingie katika machafuko ambayo naamini yanasababishwa kwa makusudi kabisa na utawala huo bila sababu ya msingi. Katika mkutano wa waandishi wa habari uliofanyika Juni 11, viongozi hao waliutaka utawala wa Trump kusitisha mara moja matumizi ya jeshi na mawakala wa uhamiaji kwenye misako ya kuwakamata wahamiaji, wakieleza kuwa hatua hizo zimechochea maandamano makubwa na kuvuruga utulivu wa jamii. Naibu meya wa Paramount, Brenda Olmos, ambaye alijeruhiwa kwa risasi ya mpira wakati wa maandamano, alimuomba Trump kuacha kuwatisha wakazi wa eneo hilo na kusitisha uvamizi huo. Licha ya kupungua kwa maandamano katika maeneo kadhaa, wanajeshi 500 waliotumwa Los Angeles wameendelea kuwasindikiza maafisa wa uhamiaji kwenye misako, wakilenga wahamiaji waliokaa kupita muda wa vibali, waomba hifadhi na wale wanaoitwa wahamiaji haramu. Kamanda wa operation hiyo, Major General Scott Sherman, amesema bado haijajulikana lini operation hiyo itakomeshwa. Hali ya taharuki imeendelea kutanda huku maeneo kadhaa ya jiji yakitekeleza amri ya kutotoka nje, hatua ambayo wakosoaji wanasema inalenga zaidi kudhibiti maandamano badala ya kuhakikisha usalama wa raia.